Naam, katika mwendelezo wa mahojiano haya tumempata founder wa Ruwenzori Marathon ambaye hatajitambulisha majina yake kwa uzuri, the man from Tanzania and Uganda. Nikisema hivyo napatia kwa 100% bila shaka. Wewe ni mdau mkubwa sana wa mashindano ya mbio kwa miaka mingi na umekuwa pamoja na Marathon kwa muda mrefu. What is so special ambacho makes experience mpaka sasa? Yani kila mwaka. Anza kwa kujitambulisha majina. Jina langu ni Amos Wepesa. Yeah. Mimi ni founder wa Great Lakes Collection, founder Great Lakes Safaris, founder wa Ruwenzori Marathon na vitu kadhaa. Siwezi kusema hapa manufacturing nini. Lakini leo huko tunaongea kwa mambo ya Marathon. Yes. Kila mwaka nakuja hapa kukimbia Marathon. Wow. Nimekimbia Marathon miaka mingi. John ambao alianza Marathon. Nimeona amekuwa rafiki yangu miaka 20 na kitu. Uganda nayo kampuni inaitwa World Frontier. Na mimi na kampuni inaitwa Great Lakes Collection. Ananipa biashara na mpa biashara. Joana miaka mingi sasa. Yani nikija hapa niko na support mtu wangu na ananisupport kwa ya nyingi sana. Na yani Ruwenzori Marathon tulianza kama inspiration ya Marathon. Unajua Marathon ni mwaka 1999 nilikuwa tour guide, nilikuwa nafanya Uganda, Kenya na Tanzania. Najua ya kwamba hapa Moshi iko the sleepy town. Na Marathon imesaidia sana nchi yote dunia yote kujua about Moshi. Na imesaidia na Arusha nayo kwa ajili kila mwaka watu kadhaa wanatoka maeneo mengi sana na dunia popote kuja kuona, yani kusimulia hapa Moshi. Na sasa kama sisi tumesoma sana kwao, tukaanza Ruwenzori Marathon. Ruwenzori Marathon inaitwa World Level Marathon. Afanye iko tu certified like World Level Marathon. Maanisha ya kwamba nataka tutoke kwa world level twende kwa elite, kutoka elite twende gold, kutoka gold twende platinum ambayo inaitwa world medal. Yani iwezi, unajua ukiangalia sana hizi mbio sana the top ones ambazo zinashinda sana ni wazungu. Na ni nzuri sisi wa Afrika kuone ya kwamba tunafanya vitu kama hizo kwa hii mwendo. Na ni nzuri sana kuona kwamba tumeanza kulifanya. Na wanashangaa Waafrika wanafanya kazi kwa hili lengo nzuri sana. So yani Ruwenzori Marathon inakuwa naanzia national park inaitwa National Park. Unakimbia towards the equator, alafu unaenda towards Ruwenzori Ranges. Ruwenzori Ranges na mountains 16. Ine kwa hizo zina permanent snow. Wow. Na kuna minyama ambao zipo kwa hiyo mountain peke yake duniani. Kuna yani vitu mingi na miti ambao ziko peke yake kwa hiyo mountain duniani wote. Sasa wale ambao wanataka waje wakipiga mwezi wa 8 tarehe 22 ni lazima waende yani mtandao waangalie Facebook, Twitter, Instagram nini wa register. Lakini wabuka accommodation. Na tumeongea na ndege ya Uganda Airlines ambayo inakuja Kilimanjaro mara 3 wiki, alafu inakuja kila siku Dar es Salaam. Wameweka rate nzuri ya $290 na unaweza lipa pole pole. Alafu toka Entebbe kuna watu wengi ambao wanaweza kuchukua kasese, yani ukaanza kimbia jio zako. Na usije tu kimbie, njoo uone sausage nao, njoo uone gorillas, njoo uone soko mtu, yani chimpanzee, forest mengi na hizo nini ile ambao huwezi kuona sana Tanzania. Yani Uganda, Tanzania ina maminyama sana na Uganda ina wanaitwa diversity sana. Kwa ajili kuna maminyama ya East Africa ni mammals, alafu kuna maminyama ya West Africa inaitwa primates. Sasa kuna primates na mammals combined. Na kuna different lakes Uganda ambao unaweza kuona tropical forests nyingi sana ambao mtu anaweza kuona. Na kuna raha bwana. Unajua sisi Waganda. Yani kuna vibe hapa Tanzania. Lakini Uganda kuna vibe zaidi. Thank you so much. Festivals za namna hii, Ruwenzori Marathon, Marathon. Sasa hapa zungumza na wananchi wa East Africa.
hususan vijana, unadhani wanapaswa kujiposition vipi ili kuchangamkia fursa ambazo zinazalishwa na festival za namna hii? Watu wajue ya kwamba hii dunia yote, wacha niwape example ya New York. New York inafanya bilioni ya dola, $89 billion kila mwaka, na kila mwezi wana vitu kama hizi. Ukienda wiki ya kwanza September, wana Fashion Week. Fashion Week inaleta watu 700,000. Hiyo ni opportunity 700,000. Kila mtu ana opportunity, anataka akule, anataka alale, anataka atembee, anataka aende shopping, aende entertainment. Hiyo yote ni pesa. Ukiona watuma pesa hivi, pesa zinatoka. Kwa hiyo second week wana New York tennis, 1 million people, yani milioni moja watu wanaingia New York. Na hiyo same week kuna New York UN. Sasa hizo pesa ambao wanafanya, tukienda tukawaomba, tungezifanya wenyewe. Weka bidii. Na ukiwa mtoto, ukiwa kijana mtoto, kuna lazima usome hii vitu. Inatoka kama Kilimanjaro mara. Watu wanalala wapi? Wanatembea namna gani? Wanakula wapi? Na yani ukiangalia hizo chain, we kama kijana uje fix. Tuseme mimi nitafanya Airbnb. Mimi nitachoma njugu, nitachoma kuku, na nitafanya hela. Hapa kila mtu hapa anachoma kwa amefanya hela. Ukiketi nyuma, watakuacha nyuma. Na lazima ukiona watu wako wengi, hiyo ni opportunity nyingi. Kama watu hawako, na watu ambao wanatoka nje wana hela ambao imetoka nje. Unajua ni Tanzania, akitoka Dar es Salaam aje Moshi, aspendi hapa pesa, ni kutoa pesa mfuko moja, kuiweka mfuko moja kwa suruali yenyewe moja. Na mzungu akitoka mbali aje Moshi akimbie, ama Muganda atoke Uganda aje Tanzania akimbie. Hiyo ni pesa mpya inaingia mfuko, yani kwa trouser mpya. Na lazima mkilala, watu wengi wanarudia na pesa hizo, na mkiamuka mnaweza fanya pesa yote ambayo wameleta. Thank you so much. Una madini mazuri sana brother. Next time tutazungumza kwa kina. Yes. Sasa mwisho kabisa, wakati tunamaliza, umeshiriki Kili Expo, umeona Kilimanjaro International Marathon. Please recommend kile ambacho unadhani kinapaswa kuboreshwa zaidi ili next time iwe bora zaidi ya hivi ambavyo imekuwa. Yaani Kili imekuwa mpaka miaka 25. Na wamefanya vizuri sana. Na mimi naomba Central Government ije iwa support kama Kili Marathon. Kwa ajili mimi Uganda, mimi ni founder wa Rwenzori Marathon. Hii mwaka huu peke yake wamenipa $1.3 milioni. Inamaanisha ya kwamba mtu ambao anakimbia vizuri atapata $60,000. Okay. Atapata $60,000. Yani 10 people kila category yote watapata hela. Na hii inasaidia sana kuleta watu kutoka mainchi, wanaleta wa professional. Wale ranked runners wako kama 174. Kila mkimbiaji huyo ni brand. Akija hapa, brand mpya imekuja Arusha na Moshi. Na kuna brand inamfuata kama Adidas, kama Puma, kama Asics. Yani hiyo brand itamwangalia na itatangaza dunia yote. Watu watajua Tanzania, watu watafurahia. My brother, nakushukuru sana. Nikutakia kila laheri. Hopeful pengine tutakuwepo kwenye Rwenzori Marathon. Tutatengeneza mazingira ili tuweze kuwepo pale kama hivi, tuweze kuzalisha content za namna hii. This is the B5 Media. Yes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tuko pale kwa njia ya B5 Media_official. So you can visit na kuona kile ambacho tunafanya. Tunapata kwa ajili na mtandao na kwa Twitter sana, ni Instagram. Thank you so much. 100,000. Thank you so much. Asante mtazamaji wa B5 Media, tunaendelea kuwepo hapa. Mimi ni Pasco Mwere, hadi wakati mwingine. Bila shaka umefurahia maongezi mazuri kabisa kutoka kwa mdau wetu ambaye kwa mara ya kwanza tumefanya naye mahojiano. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hadi wakati mwingine. Bye bye.